Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji wa Rufaa Mheshimiwa Jacob Mwambegele awataka wasimamizi wa uchaguzi nchini kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za uchaguzi pamoja na kanuni zake. Na katika michezo, wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, klabu ya Simba yapoteza mchezo wake wa 3 hatua ya makundi wakiwa ugenini dhidi ya Esperance de Tunis ya nchini Tunisia. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema. Nitakusomea taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia kilichojiri katika upande wa magazeti. Mimi ni Kisa Mwepiana, karibu sana. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji wa Rufaa Mheshimiwa Jacob Mwambegele amewataka wasimamizi wa uchaguzi nchini kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za uchaguzi pamoja na kanuni zake, huku akisisitiza wasifanye kazi kwa mazoea bali wazingatie maelekezo yanayotolewa na tume. Tupate taarifa zaidi. Amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya siku 3 kwa waratibu wa uchaguzi wa mikoa, wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi ngazi ya jimbo na kata, maafisa uchaguzi, maafisa ununuzi pamoja na wahasibu. Amesema matarajio ya tume hiyo ni kuona uchaguzi unaendeshwa kwa uadilifu mkubwa, akisisitiza umuhimu wa wasimamizi wa uchaguzi kuheshimu viapo walivyoapa na kutekeleza maelekezo yote yatakayotolewa na tume. Kuheshimu viapo vyenu kwa nafasi mlizoteuliwa. Tekelezeni majukumu yenu kwa kuzingatia Katiba ya nchi, sheria za uchaguzi na kanuni zake, kanuni za maadili ya uchaguzi na maelekezo mbalimbali yatakayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kipindi hiki cha uchaguzi. Naye msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mbozi Dani Tweve amesema maandalizi ya uchaguzi wa diwani kata ya Shiwinga yanaendelea vizuri, akibainisha kuwa wamejipanga kuhakikisha hatua zote za uchaguzi kuanzia uteuzi wa wagombea, kampeni hadi siku ya kupiga kura zinasimamiwa kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi. Jukumu letu la msingi ni kufanikisha uchaguzi huo, kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa wa amani, utulivu na haki, na kuhakikisha kwamba wale wapiga kura wenye changamoto maalum kama watu wenye ulemavu basi wanapata fursa za kushiriki uchaguzi huo pasipokuwa na vikwazo, na hili tumejipanga. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa jimbo la Peramiho, kwanza waweze kujitokeza kwa wingi katika kuchukua fomu za kugombea, lakini wale watakayeteuliwa basi wapeperushe bendera za vyama vyao kwa ajili ya kujinadi ili kutangaza sera za vyama, waweze kupata nafasi ya kuchaguliwa na wananchi. Clement Sanga, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amewataka watumishi wa TAKUKURU kulinda na kutunza majengo yote ya taasisi hiyo nchini pamoja na kuendelea kusimamia maadili na kuzuia viashiria vya rushwa katika utoaji wa huduma. Margaret Malisa anayo taarifa zaidi. Mheshimiwa Kikwete ametoa agizo hilo wakati wa uzinduzi wa jengo jipya la TAKUKURU wilaya Chalinze mkoani Pwani lililojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 409.49, ambapo amesema serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya TAKUKURU kwa kujenga takribani ofisi 145 nchi nzima na kuwataka wananchi kuzitumia ofisi hizo kwa kutoa taarifa na malalamiko yanayohusiana na vitendo vya rushwa. Serikali imewasomesha, imewapa kazi, imewapa majengo, imewapa vifaa. Matarajio yetu ninyi mtulipe fedha hizi za Watanzania walipa kodi kwa kufanya kazi iliyo nzuri na iliyokusudiwa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakari Kunenge ameipongeza TAKUKURU kwa kazi kubwa inayofanya ya kupambana na rushwa na kuimarisha uwajibikaji katika utumishi wa umma. Lazima niseme wazi, utendaji wa TAKUKURU sumu kubwa kwa uwekezaji. Mheshimiwa Waziri, na kwa wenzangu ambao wengi wananiuliza tunafanikiwaje Pwani kuwa na mafanikio makubwa kwenye uwekezaji. Mwekezaji kwanza hataki rushwa. Nafarijika sana na utendaji wa taasisi yetu ya kupambana na kuzuia rushwa. Mafanikio tuliyoyapata, wana mchango mkubwa sana kuhakikisha wawekezaji hawapati usumbufu, hawaombi rushwa na changamoto nyingine.
Awali, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila aliwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo hilo na akaeleza kuwa litaboresha mazingira ya kazi na kuongeza ufanisi katika kutoa huduma kwa wananchi. Hadi kukamilika kwa kazi zote za mradi, kwa mujibu wa mawanda ya mradi, tumetumia kiasi cha shilingi milioni 406,995,961.53. Kiasi hiki ni pungufu kwa shilingi milioni 8,200,000 ikilinganishwa na bajeti ya mradi iliyokuwa. Margaret Malisa, Channel. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo imeitaka serikali kuhakikisha vyuo vya ufundi stadi vya VETA vinatumika ipasavyo katika kutatua changamoto zinazokabili jamii zinazowazunguka kwa kuanzisha na kuimarisha kozi zinazolenga mahitaji halisi ya maeneo husika. Kutoka jijini Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Bi Husna Sekiboko wakati wa ziara ya wajumbe wa kamati katika chuo cha VETA Chemba kwa lengo la kujifunza na kujionea utekelezaji wa shughuli za serikali katika vyuo vya ufundi. Amesema kuanzishwa kwa kozi zinazozingatia changamoto na fursa za maeneo husika kutasaidia kuongeza mvuto kwa vijana wengi zaidi kujiunga na vyuo vya VETA sambamba na kuchochea maendeleo ya jamii. Tunaomba muendelee kuboresha watoto wetu wanaotoka VETA, waendelee kuwa watoto bora, wawe bidhaa bora huko mtaani, na wenyewe ndio watakuwa wanaenda kutangaza. Hii swala la branding, kama mtatoa wanafunzi ambao wana ujuzi, wana uwezo mzuri zaidi, wao ndio watakuwa mabalozi wa kwanza wa kwenda kuibrand VETA huko kwenye jamii. Wakati huo huo, baadhi ya wabunge waliopata nafasi ya kuchangia maoni yao wameitaka serikali kuhakikisha kupitia vyuo vya ufundi inazalisha vijana wenye ujuzi unaowawezesha kuchangamkia fursa mbalimbali za ajira na ujasiriamali zinazojitokeza nchini. Serikali waboreshe, ikiwa ni pamoja kuongezea mitaji ili uzalishaji wao sasa tuuone mitaani. Hiyo itahamasisha pia vijana wetu kupenda kuja kwenye vyuo vyetu. Sasa ningeomba tu katika ubunifu tujaribu kubuni vitu ambavyo vinaendana na soko ambavyo wanawake wanapenda sana. Akijibu hoja za wabunge, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Biwan Hafidh Amil amesema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ili kuhakikisha vyuo vya VETA vinakuwa na miundombinu, vifaa na mitaala inayokidhi mahitaji ya soko la ajira. Swala la kozi zinazoendana na mazingira ya eneo husika, hili nakumbuka mara ile tulilizungumzia, lakini pia nilishatolea maelekezo kwa mkurugenzi kuhusu kujitangaza, lakini kuhusu kuangalia maeneo ambayo vyuo vipo, basi watoe kozi zile ambazo zinaendana na eneo husika. Kwa hiyo kuna wale wabunifu ambao wamepita VETA na wale ambao hawajapita VETA lakini wanabunifu. Sisi tunachofanya tunapowaona na kukutana nao, tunajadili nao na kuona namna gani tunaendeleza. Na uendelezaji ni kupitia pia wenzetu wa COSTECH ambao wanashughulika na hili eneo. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wakuu wa wilaya za Nachingwea na Liwale mkoani Lindi wameifungia zaidi ya migodi ya dhahabu iliyopo katika kijiji cha Kiegei kwa kukiuka sheria na taratibu za uchimbaji wa madini, ikiwemo matumizi ya kemikali hatarishi ya Zebak pamoja na kuhamisha mto Mbwemkuru kutoka mkondo wake wa asili. Ahmed Nandonde anatupa undani wa hii taarifa. Mgodi afu nitaleta wataalamu waseme huu mto ulikuwa vipi. Na tunakwambia utuambie ukweli, unajifanya unaangalia huku, unakwenda huku. Kama unashangaa wewe, watu wewe ndio uko hapa tangu Septemba. Hatua hiyo imechukuliwa wakati wa ziara ya pamoja iliyofanywa na wakuu wa wilaya Nachingwea Mohamed Moyo pamoja na mkuu wa wilaya Liwale Godluck Mlinga, waliobaini ukiukwaji mkubwa wa sheria unaotishia uharibifu wa mazingira na afya za wananchi, huku akieleza kuwa serikali haitoruhusu shughuli za uchimbaji mpaka pale watakapofungua mto huo. Kampuni zilizofungiwa kuendesha shughuli za uchimbaji ni pamoja na Ecomines Global Limited, Japa Company Limited, Halima Mbao na Kaiwe. Mto wa asili yake ipo. Nyie mmeenda kuuzuia kabisa kama hakuna kupita hivi. Kwa hiyo mnyi mmeona sawa. Kama la usema DC, serikali imeipa hela shilingi ngapi? Hapa ndio maana mmeamua kufanya hayo ambao mmeyafanya. Sasa sisi tunazuia mtu kurudi kwenye uasili wake.
kuna Liwale, kuna Nachingwea, kuna Kilwa, kuna Ruangwa. Wote tunategemea mto huo Mtombwe Mkulu. Wewe mwenzetu peke yako umechukua Mtombwe Mkulu umeutia kwenye mfuko wako. Tuambie umeilipa nini serikali? Hatujalipa chochote. Sasa kwa sisi wengine hatuna haki ya kutumia maji ya Mtombwe Mkulu. Wewe peke yako umeufunga, unaofanyia vitu vinavyotaka, wengine tusiyapate maji. Alafu hata njia yenyewe ya kuchepusha umetengeneza mfereji. Mtombwe Mkulu unaujua vizuri ndugu yangu. Baadhi ya watumishi wakiwemo wamiliki wa kampuni hizo wamekiri kuhusika na makosa hayo na kuahidi kufanya marekebisho ndani ya wiki 2 ili kuruhusiwa kuendelea na shughuli za uzalishaji kwa kufuata taratibu zilizowekwa kisheria. Hata wale wakati wanajenga nilileta mgogoro, GPS ikisoma Alima Saidi Mbao ya kutoka madini inasoma, na ndio maana ikaweka mipaka pale. Tulikuwa tunatembea na viongozi wa serikali ya kijiji, inasoma Alima Saidi Mbao. Sasa leo inakuwaje eneo lililokisoma Alima Saidi Mbao kwenye GPS hiyo na madini linasoma eneo la mtu mwingine? Niseme tu kwamba tulichepusha mto tukatoka kwenye njia yake asili, tukachepusha kuleta pembeni, ndio mkaamua kutengeneza hili hii sehemu ya kuhifadhia maji. Afisa madini mkoa wa Lindi Dickson Joram amesema kwamba wachimbaji wataruhusiwa kuendesha shughuli zao endapo tu watafuata taratibu za uchimbaji na utunzaji wa mazingira. Kwa utaratibu huo sasa inamaanisha sisi tunachokisimamia ni ile leseni tuliyompatia. Kwa yeye anatakiwa kufanya popote anapokwenda kuchimba azingatie mipaka ya leseni yake. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Wananchi wa kata ya Lubungo wilaya Mvomero mkoani Morogoro wamefikiwa na mradi wa kilimo uzalishaji unaotekelezwa na taasisi ya Seguko unaolenga kuwanufaisha vijana na akina mama ili kuwasaidia kuondokana na umasikini kupitia mradi huo. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Mradi huo unaolenga kuwanufaisha vijana na akina mama zaidi ya 200 ambapo mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Seguko Revocatus Kimario akiwa katika eneo la mradi huo amesema zaidi ya ekari 400 zimetengwa kwa ajili ya mradi huo wa kilimo cha uzalishaji wa zao za bustani na ekari 150 zipo tayari kwa ajili ya kuwapatia vijana na akina mama ili kutekeleza mradi huo. Takriban ekari 400 lakini zinazoendelezwa kama mnavyoona ekari 125 ambazo tunacholenga ni kwamba tunawapa vijana ardhi. Sisi tunasema vijana hawana changamoto ya kumiliki ardhi. Changamoto kubwa ya vijana ni kupata nafasi ya kutumia ardhi, access to land. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo sasa hivi sisi kupitia mradi huu ambao tumeweka miundombinu msingi ya kuwezesha uzalishaji, tunampa kijana eneo la kuzalishia lenye miundombinu ya msingi kama unavyoona. Tumechimba visima viko 4, tuna mabwawa sasa hivi kwa eneo hili yako 2, tunaendelea kujenga lingine. Simtamu Yohane ni kaimu afisa kilimo na mifugo wilaya Mvomero. Ameomba wakulima kuwashirikisha maafisa kilimo katika kila hatua ili kuhakikisha wakulima wanafikia malengo yao huku wananchi wakitoa maoni yao. Upande wa kilimo, kwa sababu tuna wataalamu wetu wa kilimo na tuna viongozi wetu kuanzia kwenye vitongoji. Wewe ukishakuwa umelima ama umekopa mkopo, umekuja umeingia shambani, kila hatua jitahidi umshirikishe mtaalamu wako. Kilimo kinavyokwenda kama kinabadilika, unaona hapa sasa sitavuna, mtaalamu wako ndo shahidi wa kwanza kwamba nilikuwa naendelea kumshauri, lakini majanga yaliyojitokeza ndio yamemsababishia hiki. Vijana hawapendi kujishughulisha, lakini kupitia mradi huu nina imani kabisa kuanzia vijana hadi wazee tutainuka kupitia mradi. Mradi huu uliokuja kwetu sisi hapa tunashukuru. Kwa sababu sisi yani utatufanya yani tutoke kimaisha, kwa sababu yani umaskini utaisha hapa kwenye mradi huu hapa. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mashindano makubwa ya Qur'ani tukufu kanda ya Pwani yakijumuisha mikoa 5 ya Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Lindi, Mtwara na mikoa ya Zanzibar yanatarajiwa kufanyika tarehe 1 Februari 2026 katika mchujo wa kwanza na tarehe 7 Februari 2026 katika mchujo wa pili. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mgeni rasmi katika uzinduzi wa mashindano hayo ya Qur'an tukufu kanda ya Pwani yaliyoandaliwa na Jumuiya ya Maendeleo ya Waislamu Kigamboni, Sheikh Nurdin Kishki amesema mashindano ya Qur'ani yanafanyika kwa ajili ya kuitukuza Qur'an
na kuongeza mwamko wa kuisoma Qur'an ambayo ni maelekezo matukufu ya Mwenyezi Mungu. Tunaandaa mashindano ya Qur'an kwa ajili ya kukichukuza Qur'an na kuleta mwamko wa Qur'an katika nchi yetu, kwa sababu man arada dunya fa alayhi bil Qur'an, mwenye kuitaka dunia shikamane na Qur'an, wa man arada al akhirata fa alayhi bil Qur'an, na mwenye kuitaka akhira ashikamane na Qur'an, wa man arada huma fa alayhi bil Qur'an, na mwenye kuvitaka vyote viwili ashikamane na Qur'an. Mwenyekiti wa mashindano hayo Sheikh Abdallah Kasim amesema mshindi wa kwanza atapata zawadi ya shilingi milioni 5, huku katibu wa mashindano hayo Isa Deisa amesema jumuiya ya maendeleo ya Waislamu Kigamboni inashiriki katika masuala ya kijamii ikiwepo ujenzi wa shule pamoja na mapango ya kujenga hospitali. Wale wafadhili wetu wanaotushika mikono kwamba sasa mashindano yetu yamekuwa, kwa hiyo inshallah waendelee kutubeba na kutuzidishia kidogo kipato. Maana haya sasa mashindano ya kanda, kama pale mtu alikuwa juzu 3 alikuwa laki 3, tunataka sasa mtu wa juzu 3 apate hata milioni 2, inshallah mambo yetu vizuri. Lengo kuu la kupanuza mashindano haya ni baada ya kuwepo kwa uhitaji wa vijana wetu kutaka kukua na kuhitaji changamoto kubwa zaidi katika kuimarisha dini ya Allah. Ndugu mgeni rasmi, Jumuiya ya Maendeleo ya Waislamu Kigamboni ilianzishwa na wazee wetu wa mji wa Kigamboni mwaka 2002 kwa lengo la kuwaunganisha Waislamu wa Kigamboni kwa ajili ya kuratibu, kuongoza, kusimamia shughuli na harakati zote za maendeleo ya Waislamu wa Kigamboni. Abasi Mlilapi, Channel 10. Mashindano ya Mapinduzi Zanzibar Kumradhi mtazamaji. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaendelea kusimamia na kulinda uhuru wa kuabudu kwa wananchi wa dini zote, hali inayowawezesha waumini kutekeleza ibada zao kwa amani na uhuru. Hayo yameelezwa katika kongamano la maadhimisho ya uhuru wa dini lililoandaliwa na Kanisa la Waadventista wa Sabato huko Zanzibar, lililofanyika katika viwanja vya Jadida, wilaya ya Wete. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza na wananchi na waumini wa Kanisa la Sabato, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahaya amesema serikali itaendelea kusimamia uhuru huo kwa misingi ya kikatiba ili kudumisha amani, mshikamano na kuheshimiana miongoni mwa waumini wa dini mbalimbali. Kila mmoja ana haki, ana wajibu, ana fursa ya kuabudu dini anayoitaka. Tusibubuziane. Hata kwenye dini yetu ya Kiislamu tumeona kuna watu wanaabudu kwa namna ambavyo mtu imani yake inampelekea. Kwa hiyo niendelee kuambia kwamba kushiriki ibada kwa amani na kuishi bila hofu wala bughudha. Uhuru wa kuabudu una mchango mkubwa katika kujenga utulivu wa jamii, mshikamano wa wananchi, maelewano ya kidini na taifa linalojali haki za binadamu. Kiongozi wa Kanisa la Sabato Zanzibar, Dominic Mapima, ameeleza kuwa madhumuni ya maadhimisho hayo ni pamoja na kumpongeza mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba kwa kuendelea kuyaakisi maono ya Rais wa Zanzibar katika kusimamia uhuru wa dini na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Tuitenge siku hii kwa ajili ya ibada, lakini pia ibada hii iambatane na kumpongeza kwa sababu ya kutoa uhuru wa dini kwa hayo ambayo nimeyasema. Na tunapokupongeza wewe, tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Hussein Mwinyi, ambaye ninajua kabisa ya kwamba yote unayoyatenda hapa unaakisi dhamira alionayo, unaakisi yale ambayo anayakusudia katika kujenga ustawi wa wananchi wake katika eneo hili la Zanzibar. Ikiwaelekeza watu kuheshimu mamlaka na wale viongozi waliowekwa wenye mamlaka juu yao, ni vizuri kuwaheshimu viongozi hao. Ili nini kifanyike? Ili amani na ustawi wa jamii upate kuendelea pale mahali ambapo Mungu ametupatia katika nchi yetu hii. Maadhimisho ya uhuru wa dini yameelezwa kuwa ni fursa muhimu ya kuimarisha umoja, kuvumiliana, mshikamano na kuishi kwa amani, ambapo serikali na viongozi wa dini wameahidi kuendelea kushirikiana
katika kulinda uhuru wa kuabudu na kudumisha utulivu wa nchi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Tume ya Taifa ya Mpango ya Matumizi ya Ardhi imefanikiwa kutatua mgogoro wa mpaka uliodumu kwa zaidi ya miaka 10 kati ya vijiji viwili vya Mloo na Kibuta katika wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Tupate taarifa zaidi. Mbali na kutatua mgogoro huo wa muda mrefu, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi imefanikiwa pia kupima na kupanga matumizi ya ardhi katika vijiji 8 vya wilaya hiyo. Kupitia zoezi hilo, maeneo mbalimbali yametengwa kwa matumizi muhimu ya kijamii, ikiwemo miundombinu ya elimu, afya pamoja na barabara, hatua inayolenga kuimarisha maendeleo na kupunguza migogoro ya ardhi kwa wananchi. Kwenye mgogoro kati ya kijiji cha Kibuta na kijiji cha Mloo, mgogoro umekwisha rasmi. Kwenye hili tunawashukuru sana wataalamu wetu, serikali yetu kupitia Mama Samia Suluhu Hassan, kupitia hawa wawezeshaji kwenye mipango bora ya matumizi bora ya ardhi. Kwa haraka sana tumeweza kulitatua, na mimi mwenyewe nikiwemo tumeenda kulitatua, ambaye mgogoro kubwa ambayo ilikuwa inadumu karibuni miaka 15 iliyopita au miaka 10 naweza kusema. Lakini hii tumeenda chapu tu, kweli tumeelewana pale, tumekubaliana. Mgogoro imekwisha, tumeitatua vizuri na tunamshukuru sana Mama Samia. Tunaomba ikiwezekana hili zoezi liwe la nchi nzima na wilaya yetu yote ya Kisarawe. Msimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi wilaya ya Kisarawe kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, Edward Mpanda, amesema zoezi hilo lilitekelezwa kwa kushirikiana na wananchi kupitia mikutano ya vijiji. Kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mipaka hii ilikwisha fanyika mwaka 2008, 2009 kurudi huko nyuma. Sasa ukiangalia leo hii tuna mwaka 2026. Tunazungumzia zaidi ya miaka 15 tangu zoezi limekwisha fanyika. Kwa hiyo kuna changes, jamii imebadilika, viongozi wamebadilika. Kwa hiyo ushiriki ama hisia ama ufahamu kwamba mpaka ulikuwa wapi, wananchi wengi hawajui. Margaret Malisa, Channel 10. Asante Margaret Malisa kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, klabu ya Simba imepoteza mchezo wake wa 3 hatua ya makundi wakiwa ugenini dhidi ya Esperance de Tunis ya nchini Tunisia kwa goli 1-0, mtanange uliochezwa katika uwanja wa Olympic Hamad Agreb. Mchezo huo ulikuwa na matukio kadhaa yakiwemo ya kushambuliana kwa zamu, huku wenyeji Esperance wakionekana kuwa imara zaidi kuzuia matukio kadhaa ya Simba ambayo ilionekana kupambana kupata goli la kusawazisha, hasa kipindi cha pili ambacho kilishuhudiwa nyota wapya kama Chama JR, Gueye na wengine. Goli pekee ambalo limeleta utofauti katika mchezo huo lilifungwa na nyota Jack Diarra katika dakika 21 ya kipindi cha kwanza, mchezo wa marudiano ambapo mchezo wa marudiano utachezwa tarehe 2 Februari katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kufuatia matokeo hayo, Simba inapoteza mchezo wake wa 3 mfululizo wakiwa mkiani kabisa mwa kundi lake hilo bila ya alama yoyote. Na kocha wa timu ya Singida Black Stars Othman Najar amesema licha ya baadhi ya wachezaji waliokuwa nyota wa timu hiyo kuondoka wakati wa dirisha dogo, amejiandaa vilivyo kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya timu ya AS Otoho kutoka Congo Brazzaville. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanamichezo wetu. Kocha Najar, kiongozi wa benchi la ufundi la timu ya Singida Black Stars, amebainisha hayo mbele ya wanahabari katika mkutano wa maandalizi kuelekea mchezo unaotarajiwa kuchezwa dimba la New Amani Complex majira saa 1 usiku. Kocha huyo aliyevaa viatu vya kocha Miguel Gamondi aliyetumikia timu ya Taifa Stars hivi karibuni amesema kutokana na wachezaji alionao kikosini, anaamini mchezo licha ugumu wake ni matarajio kuibuka na ushindi na alama 3. We must concentrate on our players. Actually present, all our players have a lot of ambition, lot of desire to do their possible and to do well their mission. Akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, mlinda lango wa timu hiyo Metacha Boniface Mnata amesema kama wachezaji hawana hofu na mchezo na wamejipanga kutoa ushindani kiwanjani. Presha sio kubwa sana,
tulikuwa tunacheza mechi ambayo ni ngumu, lakini walimu wamepandaa kiakili na fitness, tuko tayari kwa ajili ya kwenda kupambana. Sekou Seki wa timu ya AS Otoho amekiri mchezo utakuwa mgumu, lakini ushindi ndio kitu muhimu alichokifuata toka kwa wapinzani wao licha ya kuwakuta katika uwanja wao wa nyumbani. On est vraiment content pour la reprise de cette compétition. Jouer contre Suida. First of all, we are very happy to be in Tanzania for the match, and I can just say we are very motivated and we are ready to qualify for this match. On va essayer de tout faire pour amener un bon. This match is very important to us, and we can't wait to make sure that we take the victory to our home. The Black Stars iliyo na alama moja inahitaji zaidi ushindi dhidi ya timu ya AS Otoho iliyo na alama 3, huku timu zote zikihitaji ushindi ili kufufua matumaini ya kusonga mbele katika mchezo huo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo, na kila laheri timu ya Singida Black Stars kwa mchezo huo ambapo tunaamini itaipeperusha vyema bendera ya taifa la Tanzania kuelekea mashindano hayo ya shirikisho. Mtazamaji, habari hiyo inatukamilishia taarifa yetu ya habari. Hivi punde tutarudi tena katika kuangalia kilichojiri katika upande wa magazeti.